Wapendwa na watazamaji, karibuni sana katika kipindi hiki cha Quick Quiz za Harry Magdoni, ambacho ni mfululizo wa masomo yanayotoka katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 16 aya 13 mpaka 16, ambayo hususani hasa inatuelekeza kile ambacho kitatokea wakati wa mwisho. Na leo ikiwa ni sehemu ya 13 ambako tunaangalia kwa undani katika ukokotoaji wa miaka 1400 na ujumbe alioandika N.G. White. Hii ni kwa sababu baadhi ya watu wanaosubiri kuja kwa Yesu mara ya pili, si tu kwamba wana shauku ya kumlaki anapokuja mara ya pili, lakini wameshawishika kudhani na kuamini ya kwamba Yesu atakuja mwaka 2027 au 2031. Hii ilifanya umuhimu wa mfululizo wa mada hii Quick Quiz za Harry Magdoni kuwa na mfululizo wa mada hizi, tukianza na maandiko matakatifu, Biblia, kuona ikiwa hiyo ni sehemu ya uelewa wa maandiko, yani neno la Mungu lililofunuliwa. Na baada ya kupitia katika masomo yaliyopita, hatukuona kitu hicho, bali tuliona ukweli huu: hakuna mtu ajaye siku wala saa. Na siku wala saa inamaanisha lini Yesu anakuja, kwamba ni siku hasa, kwamba ni mwezi, kwamba ni mwaka. Hivyo uwekaji wa siku kwa maana ya mwaka, kwamba Yesu anakuja 2027 ama 2031, itakuwa ni uelewa wa wanadamu, na hasa unena kinyume na alichosema Mungu. Tukaingia katika kipindi hiki watu baadhi wanaoamini andiko ama kilichofunuliwa na Mungu kupitia huduma na maandiko ya N.G. White, ya kwamba ndiye aliyefunuliwa ya kwamba Yesu anakuja 2027 au 2031. Hivyo tukaanza kwanza namna ya kusoma maandiko ya N.G. White, na ndipo tukaingia miaka 6000 alivyoipanga ama alivyoitaja katika maandiko hayo. Somo lililopita Quick Quiz za Harry Magdoni sehemu ya 12 ilitueleza wazi miaka 6000 hasa ilikuwa na nini, na tuliangalia ya kwamba miaka 6000 inahusiana hasa na sheria na utendaji wa asili ulivyofunuliwa katika upendo wa Mungu, lakini pia unahusiana na juma la uumbaji siku 7, wakati akiinua hasa siku ya 7 ya juma, ambayo watu wanaopinga uwepo wa Mungu wanaiona siku ya 7 ya juma kama siku halisi, sio siku halisi. Lakini pia akawa ameunganisha na kwamba kipindi cha miaka 6000 ambacho dunia imepewa mlango wa rehema, probation. Alafu pia tukaona kwa muda wa miaka 6000 shetani ameongoza madanganyo na uharibifu katika sayari ya dunia. Kisha tukaangalia ya kwamba wanadamu wameendelea kukanyaga kanuni za afya kwa muda wa miaka 6000. Lakini mwisho tukaona baada ya miaka 6000 ulimwengu utarejeshwa katika hali yake ya kawaida. Kwa ujumla tuliona ya kwamba miaka 6000 ambayo mtume wa Mungu ametaja haitaji kabisa kwamba mwaka 2027 ama mwaka 2031 Yesu anakuja. Badala yake ameitaja katika swala zima la muda ambao dunia imekuwepo na maisha yameendelea tangu dhambi ilipoingia, lakini hajataja kwamba miaka 6000 hasa inaisha mwaka 2027 ama 2031. Huo litakuwa ni uelewa wa mwanadamu na sio wa mjumbe wa Mungu aliyokwisha funuliwa. Lakini pia tulipoona lugha ambayo ilitupatia uelewa mwingine mpana, tukaona ya kwamba dunia hii imekuwa ndani ya miaka 6000 tangu imekuwepo. Alafu tukaona pia lugha anayoitumia, anatumia neno about 1000 years old, na anatumia lugha ya pili anayotumia nearly 60,000 years, na lugha ya tatu for 60,000 years, na lugha ya 4 for more than 60,000 years, lugha ya 5 aliyotumia over 60,000 years. Na hii inaonyesha ya kwamba kama anatumia more, hiyo ni lugha ametumia more than, na kama anatumia about, na kama anatumia over, hii inamaanisha ya kwamba ni vizuri ukaiona lugha ya miaka 6000 ni makisio ya kipindi ambacho hasa yeye hajasema tunaweza tukaweka definite or exact time of Jesus return. Hatuwezi kuweka kabisa na kuchora ratiba ya kwamba Yesu anakuja mwaka 2027 ama 2031. Lakini ninakumbuka kabisa pia kwamba tuliangalia kanuni 3 ambazo zinaelezea katika kujifunza maandiko ya N.G. White. Kanuni ya kwanza ikiwa jifunze yote aliyofunuliwa kabla hujafikia hitimisho la kitu unachojifunza. 2,
tukaona uweke matumizi ya muda, wakati, wapi na mazingira ambako ujumbe unaosoma uliandikwa. Na 3, jaribu kugundua kanuni kabla hujaweka kwenye matumizi, kwa maana application. Na hii ndiyo pia kanuni ya kujifunza maandiko matakatifu ilivyo. Sehemu hii ya 13 inaenda kuangalia miaka 1400 ambavyo N.G. White ameizungumza katika maandiko na huduma aliyokuwa nayo, miaka 1400. Awali ya yote, kabla tujaendelea, ni wakaribishe katika kipindi hiki cha sala. Baba yetu wa mbinguni, sante unaponena nasi na kila anayesikia ukweli wa neno lako. Kwikwi za Harry Magdoni, sehemu ya 13. Tufundishe mapenzi yako, tupatie shauku ya kuandaa kwa kuja kwako mara ya pili. Tunapokuwa na shauku hii, pasipo kuweka tarehe, tukibaki katika yale uliokwisha funua, maana ndio usalama wangu na usalama mtazamaji. Tubariki kwa ukweli wa leo, kwa jina la Yesu, amina. Miaka 1400 na maandiko ya N.G. White ametaja mara 188 katika vitabu vya N.G. White, mara 188. Na ukipata nafasi, pitia tu kwa wingi. Zimewekwa katika maeneo makubwa matatu. Utakaposoma utagundua ametaja miaka 1400 zikiwa katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza, ameunganisha miaka 1400 na kufanyika mwili kwa Yesu Kristo, the incarnation of Jesus Christ. Na hii ni lini hasa? Kiangalia anapotaja miaka ya 1400 ni katika Yesu kufanyika mwili, yani kuzaliwa. Na mnakumbuka Yesu alizaliwa mwaka wa 4 kabla ya Kristo. Na mwaka wa 4 kabla ya Kristo, kwa maana ya kwamba 4 BC, wakati mfalme Herode mkuu alipokuwa kitawala. Nukuu ya kwanza kabisa, ziko kadhaa lakini nitasoma tu nukuu 3 katika upande huu ambako anaunganisha miaka 1400 na kufanyika kwa mwili kwa Yesu Kristo, kwa maana kuzaliwa kwake. Nukuu hii ni mwaka 1874 na imeandikwa kwenye Review and Herald Julai 28, 1874, paragrafu ya kwanza, na topic yake ni The Temptation of Christ, jaribu la Kristo. Na nukuu, the Son of God humbled himself and took man's nature. Mwana wa Mungu alinyenyekea mwenyewe na kuchukua asili ya mwanadamu. After the race has wandered 4000 years from Eden. Baada ya uzao huu wa Adam kuwa umetanga mbali na bustani ya Eden kwa muda wa miaka 1400, and from their original state of purity, na kutoka na uhalisia hali asili ya usafi and uprightness na uchaji wao. Kwa hiyo anachozungumza ni nini katika aya hii? Yesu alifanyika mwili baada ya dunia kuwa imeanguka dhambini na wanadamu wametanga mbali na hali yake ya asili kabla ya dhambi miaka 1400. Kwa lugha nyingine, Yesu anapozaliwa dunia ilikuwa tayari imefikisha miaka 1400, na sio tangu Adamu anaumbwa, ila tangu dunia imeanguka dhambini. Aya nyingine ama nukuu nyingine ya pili ni ile mwaka 1898, na hii imeandikwa kitabu kile cha Desire of Ages. Desire of Ages, ukurasa wa 48, paragrafu ya 6, ambayo ni ile sura ya 4 inaitwa Unto You a Savior. Sura hii inasema Mwokozi kwa ajili yenu, Unto You a Savior. Na hapa na nukuu, it would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature. Hii ingelikuwa ni udhihirishaji wa hali ya juu usiokuwa na maelezo wa mwana wa Mungu kuchukua asili ya mwanadamu. Even when Adam stood in his innocent in Eden, hata pale Adam aliposimama katika Edeni ambayo haikuwa na doa lolote. But Jesus accepted humanity, lakini Yesu aliukubali ubinadamu when the race had been weakened. Lakini Yesu alikubali ubinadamu wakati jamii ya wanadamu ilikuwa imedhoofishwa
for 4,000 years of sin, kwa muda wa miaka 4,000 ya dhambi. Kwa hiyo anasema Yesu hata kama angelifanyika tu mwili katika kipindi kile kabla dunia haijaingia dhambini, bado ingelikuwa ni kudhili kwa hali ya juu sana. Lakini hata hivyo bado alichukua binadamu wakati dunia imeharibiwa na dhambi kwa muda wa miaka 4,000. Na nukuu ya tatu katika eneo hili ni ile inayotujia kutoka kitabu kile cha Signs of the Times. Signs of the Times, Disemba 3, 1902, na ni paragrafu ya 7. Na hapa na nukuu ambayo aliandika mwaka 1902. For 4,000 years, the race had been decreasing in physical strength. Kwa muda wa miaka 4,000, jamii ya wanadamu imekuwa ikipunguzwa katika nguvu zao za kimwili, in mental power, lakini pia na nguvu za kiakili, in moral worth, na uthamani wa kimaadili. And Christ took upon him, lakini Kristo akachukua juu yake the infirmities of degenerate humanity, akachukua madhaifu yote ya binadamu unaoharibika. Unaona, miaka 4,000 Yesu anachukua. Kwa hiyo ziko nukuu nyingi, nimekwambia ameandika 4,000 kama nukuu 188. Kwa hiyo mimi nakupatia tu angalau kila sehemu angalau tatu. Kwa hiyo 1874, 1898 na hii ni 1902. Anaeleza Kristo alipofanyika mwili, dunia tayari ilikuwa dhambini muda wa miaka 4,000. The incarnation of Jesus Christ. Kwa hiyo kundi mojawapo ya hii miaka 4,000 ameitaja ikilenga Kristo anapozaliwa, ilikuwa miaka 4,000 imekwisha kupita. Kundi la pili la miaka hii 4,000 Ellen G. White anayoitaja inahusu majaribu ya Yesu katika jangwa manyikani. The temptation of Jesus Christ in the wilderness. Sasa hii inafanyika lini? Mnakumbuka ilifanyika baada ya ubatizo wake. Alibatizwa lini? Alibatizwa mwaka ule wa 27. Yeye akiwa na miaka 30. Na ni kwa sababu alizaliwa 4 BC. Ndio maana unaona ana miaka 30, lakini ukiwa ni mwaka wa 27. Kwa hiyo wakati anabatizwa mwaka wa 27, ndipo akaenda moja kwa moja, Biblia inasema akaongozwa na Roho hadi nyikani. Na kule nyikani hali akijaribiwa na Ibilisi. Tulisoma hizo nukuu zilizopita kwenye Marko, Mathayo, Luka akieleza habari hizo. Kwa hiyo sasa hii sehemu la kundi la pili la miaka 4,000 Ellen G. White ameitaja ikiunganishwa na majaribu yake jangwani. Ya kwanza nukuu nayoitoa aliandika mwaka 1874 na inatoa kitabu kile cha Review and the Herald Julai 28, paragrafu ya 3, na topic yake inasema the temptation of Christ, majaribu ya Kristo. Na nukuu, Christ in the wilderness of temptation stood in Adam's place to bear the test of the faith to endure. Kristo katika jangwa la majaribu alisimama katika nafasi ya Adam ili kubeba mtihani ama jaribu lile aliloshindwa Adam kubeba. Here Christ overcame. Hapa Kristo alishinda on the sinner's behalf, kwa niaba ya mdhambi. 4,000 years after Adam turned his back upon the light of his home. Kwa muda wa miaka 4,000 ambayo Adam alikuwa ameipa kisogo nuru ya nyumba ama kazi yake. Kwa hiyo hapa unaona miaka 4,000 inatajwa Kristo akijaribiwa jangwani. Angalia vizuri, nukuu nyingine ya pili inatoka kitabu kile cha Spirit of Prophecy. Spirit of Prophecy, gombo la pili, ukurasa wa 88, paragrafu ya pili, na aliandika mwaka 1877. Na hii ni sura ile ya 6 yenye kichwa kinachosema The Temptation of Christ. Na pia utaipata kwenye The Signs of the Times, Novemba 15, 1877. Na hapa na nukuu, what a contrast to this perfect being did the second Adam present. Ni upambanishi mkamilifu kiasi gani kwa yule Adamu wa pili anaoonyesha ama anaodhihirisha, sababu Adamu wa kwanza ni yule aliyetoka udongoni na Adamu wa pili ni Kristo. Sasa anasema kuna upambanishi mkubwa kiasi gani ambao Adamu wa pili alionyesha. Naendelea kunukuu, as he entered the desolate wilderness,
alipoingia katika ile nyika ya upweke to cope with Satan single-handed, ili kukabiliana na Ibilisi. For 4,000 years the race had been decreasing in size and physical strength. Kwa muda wa miaka 4,000 kizazi cha Adamu kimepungua katika kiwango, katika umbile size, katika physical strength, katika nguvu za kimwili, deteriorating in moral worth, na kuharibika ama kupungua kimaadili. Kwa hiyo unaona miaka 4,000 hapa inaunganishwa na jaribu la Yesu jangwani. Aya ya 3 ama nukuu ya 3 katika nyingi tunaipata kutoka kwenye kitabu kile cha Desire of Ages. Tumeona hizo vyote ukurasa 117, na ile ni paragraph ya kwanza ambacho kitabu hiki aliandika mwaka 1898, na mada yake ni ile sura ya 12 inasema The Temptation. Lakini pia iko ni kitabu kile cha manuscript 113 aliyoandika N. G. White mwaka 1902, na ni paragraph ya 8 ambayo mada yake ama topic yake inasema The Tempted in all points like as we. Alijaribiwa katika nyanja zote kama nasi tunavyojaribiwa. Na hapa nina nukuu. It was not thus with Jesus. Haikuwa hivyo kwa Yesu. When he entered the wilderness to cope with Satan, alipoingia katika jangwa kabiliana na Ibilisi ama Shetani. For 4,000 years the race had been decreasing. Kwa muda wa miaka 4,000 jamii imekuwa ikipungua in physical strength, katika nguvu za kimwili, in mental power, katika nguvu za kiakili, and in moral worth, katika uthamani wa maadili. And Christ took upon him the infirmities of degenerate humanity. Na Kristo akachukua madhaifu hayo yote ya binadamu unaoharibika. Kwa hivyo nini anachokieleza? Desire of Ages 1898 anaeleza Yesu alikabiliana na yale majaribu jangwani wakati dunia imefikisha miaka 4,000 tangu dhambi kuingia. Kwa hivyo ili ni kundi la nukuu nyingi za N. G. White pia akielezea miaka 4,000 inafikia mwisho, Yesu akikabiliana na Ibilisi jangwani. Ile sehemu ya kwanza, Yesu akifanyika mwili mwaka 4 BC, 4 kabla ya Kristo. Hapa akabiliana na Ibilisi kwa majaribu, na ni mwaka upi? Mwaka wa 27 baada ya Yesu. Sehemu ya 3 ya hizi nukuu 188 inaangukia katika kundi la kifo cha Kristo Kalvari. Na hapa zinasoma pia 3. Ya kwanza aliandika mwaka 1882, na hiki ni kitabu kile cha Early Writings, ukurasa wa Roman number 13, Roman number X111, Roman number, na ni paragraph ya kwanza mwaka 1882, na topic yake katika hiyo mada inasema The Reckoning of the Prophetic Periods, wakati wa kiunabii. Lakini pia ameandika nukuu hii kwenye, utaiona vivyo hivyo ilivyo kwenye The Great Controversy aliyoandika mwaka 1888, na ni ukurasa 327 paragraph ya 3, na sura yake ni ya 18 yenye kitu kinachosema An American Reformer. An American Reformer hapa anatajwa hasa William Miller, lakini pia utaipata kwenye The Great Controversy aliyoandika mwaka 1911, na ni ukurasa wa 327 paragraph ya 3, na hapa nina nukuu. In AD 31, mwaka 31 baada ya Kristo, 3.5 years after his baptism, miaka 3.5 baada ya ubatizo wake, our Lord was crucified. Bwana wetu alisulubishwa. With the great sacrifice opened upon Calvary, kwa kafara kubwa offered upon Calvary, iliyotolewa juu ya Calvary, ended the system of offerings, ilifikisha mwisho mfumo ya utoaji wa sadaka, which for 4,000 years had pointed forward to the Lamb of God, ambayo kwa muda wa miaka 4,000 ilikuwa inasonda kidole mbele juu ya mwana kondoo wa Mungu. Type had met antitype, mfano umekutana na uhalisia, and all the sacrifices, na kafara zote and oblations of the ceremonial system were there to cease, na hizo mfumo zote za kafara zikafikia kikomo. Kwa hiyo hii anaeleza ni nini? Miaka 4,000 ilifikishwa kikomo kwa kifo cha Yesu Kalvari.
Na Yesu alikufa mwaka wa 31 AD. Ametueleza hapa ya kwamba baada ya ubatizo wake miaka 3.5 akaifikisha mfumo ya kafara mwisho wake. Kwa hiyo mwaka wa 31 inakuwa mwisho wa miaka 1000. Nukuu nyingine ya pili aliandika mwaka 1898 kitabu cha Desire of Ages, ukurasa wa 652, paragrafu ya pili, na ni mwaka 1898 na ile ni sura ya 72, in remembrance of me, katika kunikumbuka. Na mnakumbuka hii ni mada ambayo alikuwa anaweka upya habari ya meza ya Bwana. Badala ya utoaji wa kafara sasa tunatumia mkate pamoja na divai. Kwa hiyo in remembrance of me, katika kunikumbuka. Na hii ninainukuu: He, the spotless Lamb of God, yeye mwana kondoo wa Mungu asiye na waa, was about to present himself as a sin offering. Alikuwa ajitoe yeye mwenyewe kuwa sadaka ya dhambi, that he would thus bring to an end the system of types, kwamba hivyo atafikisha ukomo wa mifumo ya mifano and ceremonies na sikukuu that for 4,000 years had pointed to his death, ambao kwa muda wa miaka 4,000 ilikuwa ikielekeza kifo chake. As he ate the Passover, alipokula Pasaka with his disciples, na wanafunzi wake, he instituted in its place, alianzisha badala ya kafara the service that was to be the memorial of his great sacrifice. Alianzisha huduma ambayo itakuwa kumbukumbu ya kafara yake kuu. Kwa hiyo hii ni nukuu ya kwanza inayoelezea kifo cha Yesu Kalvari kilifikisha miaka 4,000 ya mifano ya sadaka za kuteketezwa iliyokuwa inalenga kifo chake. Kwa hiyo hapa miaka 4,000 inaenda kufikishwa mwisho kwa kifo cha Yesu Kalvari. Nukuu ya pili inapatikana pia kwenye kile kitabu nukuu ya tatu kwenye kile kitabu cha Signs of the Times, Mei 16 mwaka 1900, na ni paragrafu ya 6 yenye kichwa mada inayosema ministry, huduma. Lakini pia utaiona kwenye ile leta ya 12 au kwenye manuscript ya 43 mwaka 1897, lakini pia paragrafu ya 24, na hapa na nukuu ambapo yeye hii aliandika mwaka 1900. Christ girded himself, Kristo alijifunga mwenyewe, and performed the office of the servant, akahudumu katika ofisi ya mtumwa, by washing the feet of those who had called him Lord, kwa kuosha miguu ya wale waliomuita Bwana. He, the pure and spotless one, yeye ambaye ni msafi na asiye na waa, was about to offer himself as a sin offering to the world. Alikuwa anaenda kujitoa mwenyewe kama kafara ya dhambi kwa ajili ya ulimwengu. And as he ate the Passover, na alipokula ile Pasaka with his disciples, na wanafunzi wake, he put an end, alikuwa anakomesha to the sacrifice, kafara, which for 4,000 years had been offered, ambazo kwa muda wa miaka 4,000 zilikuwa zikitolewa. Kwa hiyo miaka 4,000 anahitaji Ellen White ikihusiana na kifo cha Yesu Kalvari. Kwa hiyo ni kwa sababu hizi waweza kugundua ya kwamba kama tunahitaji kuupokea ukweli, lazima tujielewe juu ya mambo haya. La kwanza, Yesu ameunganisha miaka 4,000 na mambo matatu. La kwanza, kufanyika mwili, hiyo ni 4 BC. Ya pili ni majaribu yake jangwani mwaka wa 27 baada ya Yesu. Tatu ni kifo chake msalabani mwaka wa 31. Kwa hiyo miaka 4,000 ameitaja ikihusiana na kufanyika mwili, ikihusiana na majaribu yake jangwani, ikihusiana na kifo chake msalabani. Sasa ukiangalia inavyo range 4 BC, 27 AD, 31 AD, hii ni vizuri ujue sasa ni ipi hasa, maana yote hiyo ni baada ya anguko la dhambi, mwanadamu kuanguka dhambini. Sasa unapoichukua ile miaka 4,000 na kuchora kuwa 2027 ama 2031, taieleza tu kidogo hapo kwenye mahesabu wanayoyafanya, alafu unaleta mkanganyiko mkubwa. Kwa nini hawaitumii wanafanyika mwili 4 BC? Kwa nini hawaitumii kipindi hicho, badala yake unakuja kutumia wakati mwingine tofauti? Hii ni kuonyesha tu ya kwamba hii miaka kwa hakika, ikiwa ndivyo,
sio kitu ambacho ni exactly upigie mahesabu na uibuke na 2027 ama 2031, kwa sababu ameitaja kuhusiana na kuzaliwa kwake, ameitaja kuhusiana na majaribu yake jangwani, ameitaja kuhusiana na kifo chake msalabani. Na hiyo miaka yote anapoitaja na anaeleza ikifikia 4000. Si ujue, si ufahamu kwamba hiyo ni approximation. Kwa hiyo ana approximate, anakadiria. Ikiwa yeye anakadiria vile, wewe unakokotoaje kuwa exactly? Unapataje definite time katika ukokotoaji unaofanya? Huu ni ukweli ambao tunahitaji kufahamu. Na pili, ukweli wa pili, wao wanapotaja miaka 4000 kwamba Yesu alizaliwa, hawaichukui hiyo, badala yake wanachukua majaribu ya Yesu nyikani. Na wanapochukua majaribu ya Yesu nyikani, wanasema mwaka 27 ndio aliobatizwa, ndio aliofanya majaribio, aliojaribiwa. Sasa wanachukua miaka 27, alafu kwenye ile 4000 isishafika 4000. Kwa hiyo wanachukua ile baki kwenye 6000 ni miaka 2000. Kwa hiyo unajumlisha ile miaka 27 ya kujaribiwa kwa kijangwani inakuwa 2027. Halafu anatuhubiria Yesu anakuja 2027. Sasa hii aina hii ya ukokotoaji wameijenga kwenye majaribu ya Yesu jangwani. Na kwa nini wameijenga kwenye majaribu ya Yesu jangwani? Wanasema hapo ndipo Yesu alichukua hasa nafasi ya Adamu, kwa sababu eti kwa kula tunda, na Yesu alipojaribiwa abadilishe mkate, kwa hiyo jaribu la uchu wa chakula. Kwa hiyo wanaona ndio hasa exactly miaka 4000. Sasa kwa kufanya hivyo watakuwa wananena vibaya, kwa sababu N.G. White hakutaja tu kwenye majaribu ya Yesu jangwani, ametaja pia kufanyika kwake mwili, the incarnation. Sasa kama yeye ametaja incarnation mwaka wa 4 BC, wewe unaachaje hiyo miaka yote 30? Unachukua kuanzia 27, miaka yote 30 hauihesabu, ili tu ufitishe hiyo miaka iwe 2027. Huu sio walali katika kujifunza maandiko, na kama haitakubalika katika maisha ya mtu yeyote anayesoma maandiko ya N.G. White. Hii ndio kwa sababu hiyo unapaswa angalia. Lakini jambo la pili, wanasema kwa nini 2031? Kwa hiyo wanasema wanaenda kwenye kifo cha Yesu msalabani. Alikufa mwaka 31. Na kwa kuwa miaka 31 Yesu anakufa, wanachukua nukuu za N.G. White, ilikuwa anafikisha mwisho wa ile mifano ya kafara ya wanyama miaka 4000 iliyokuwa ikielekeza kwa kifo chake. Kwa hiyo wanasema okay, Yesu amekufa msalabani ikiwa ni miaka 4000 tangu dunia imeingia dhambini, mwaka wa 31. Kwa hiyo kwenye 6000 ilibaki ngapi? 2000. Kwa hiyo wanachukua mwaka 31 kwa sababu ni AD, wanajumlisha na 2000 inakuwa 2031. Kwa hiyo ndio maana wanapotuambia Yesu anakuja 2027, wanajenga kwenye jaribu la Yesu jangwani. Wanapotueleza mwaka Yesu anakuja 2031, 2027 wanajenga jaribu lake jangwani ambayo ni mwaka 27. Wanachukua 2000 iliyopungua kwenye ile 6000, maana wamechukua 6000 toa 4000, wanapata 2000. 2000 wanajumlisha na mwaka 27 inakuwa 2027. Kwa hiyo wanatuhubiria Yesu anakuja 2027. Na wanapojenga Yesu anakuja mwaka 31, 2031 wanajenga kwenye kifo cha Yesu Kalivari. Kwa nini? Kwa sababu wakati Yesu anakufa Kalivari ilikuwa ni miaka 4000. Kafara zote zilikuwa zinafundisha hicho kifo chake kwa muda wa miaka 4000. Kwa hiyo 31 na tayari ni miaka 4000 imeshapita, na tumebaki mingapi? 2000 kufika 6000. Kwa hiyo unachukua 31 unajumlisha 2000 inakuja 2031. Kwa hiyo kwa ujumla ni hivi, wakisema 2027 wamejenga jaribu la Yesu jangwani. Wakisema anakuja 31 wamejenga 2031 wamejenga kifo cha Yesu msalabani. Lakini wakati huo wamepuuza mwaka wa 4 kabla ya Kristo anapofanyika mwili, the incarnation of Jesus Christ, ambao N.G. White pia ametaja za kutosha kwamba Yesu alipobeba ubinadamu ilikuwa ni miaka 4000 dunia ikiwa dhambini. Kwa nini hawaingizi hiyo kwenye mahesabu? Kwa nini? Kwa nini wasiingize? Kwa sababu wamechagua na sio wameruhusu kusikiliza alichoandika mjumbe wa Bwana. Unapoamua kuchagua na kuacha sehemu, hiyo inatosha kumfundisha mtu yeyote. Huyu mtu ana nia njema, anaitumia kama ni maandiko matakatifu Biblia, anatumia si kwa halali. Kama ni maandiko ya N.G. White, ana interest zake na ana mahesabu yake, ana ukokotoaji wake. Lakini kama atajenga uelewa kwa yaliyokwisha andikwa, tulitazamia waeleze
mwaka wa 4 kabla ya Kristo, Yesu alipofanyika mwili. Maana ili jua ameeleza alifanyika mwili wakati dunia ina miaka 4000 tangu imeingia dhambini. Tulitazamia wazungumzie pia upande huo, lakini wamekaa kimya. Kwa hiyo ni kama wamefuta, wakabeba tu jaribu la Yesu jangwani mwaka wa 27 na kifo cha Yesu mwaka wa 31. Hii haikubaliki kwa msomaji yeyote anayeheshimu yaliyofunuliwa. Lakini jambo la tatu tunapaswa kufahamu ya kwamba wao wanaweka maelezo sana juu ya, wanasema tunachukua sana jaribu la Yesu. Halafu wanasema hilo ni la muhimu sana kwa sababu pale ndipo alibeba hasa usika wa Adamu kilichomwangusha dhambini. Lakini sasa kwa lugha nyingine wanataka tueleze hivi, msitizo mkubwa uko 2027 kwa sababu jaribu la Yesu ni mwaka wa 27. Na kama hivyo ndio uelewa, sasa ina maana wanajichanganya. Wameamua kuchukua mwaka wa 27, wameacha Calvary ambao baada ya miaka 3.5 baada ya lile jaribu Yesu anafipisha kafara zote zilizokuwa ndani ya miaka 6000 4000, halafu akaacha alipofanyika mwili. Sasa hebu tuione tu wote tuione tu katika safari hili zima, halafu ndio tuone kuna vichekesho vikubwa sana kwa mtu yeyote anayehubiria watu mwaka 2027. Na wanaeleza kwamba pale ndipo Adamu hasa alipoangukia, na hivyo wanasema pale ndipo dhambi ilikoingilia, maana Adamu alikula tunda, dhambi ikaingia hapo. Kwa hiyo wanasema huko kwingine wanaacha, Calvary wanaacha, ila alipofanyika mwili wanaacha. Kwa hiyo wanatembea na hii hapa, na wanasema pale ndipo hasa alichukua usika. Nataka usikilize jambo hili vizuri kwa makini kabisa. Mimi nitasoma kwanza Biblia. Mathayo 26:28 inasema, hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Efeso 1:7, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi. Petro ya kwanza sura ya kwanza aya 18 hadi 19, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa kwa damu ya mwana kondoo. Wagalatia 6 aya 14, lakini mimi hasha, nisione fahari juu ya kitu chochote ila msalaba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa unaposoma hizi aya na nyingine nyingi, unagundua kwamba Biblia haiweki msisitizo sana juu ya jaribu la Yesu kama ndiyo hasa ilikuwa ukombozi wa mwanadamu dhambini. Biblia inaeleza kifo cha Yesu msalabani. Ndio maana Yesu anasema kunyweni, hii ndio damu ya agano. Huu ndio mwili wangu. Na Biblia inaeleza hata kwenye ile Wagalatia 6 mstari wa 14, Paulo anasema sioni fahari juu ya kitu chochote bali msalaba wa Calvary. Hasemi jaribu la Yesu kwenye bustani ya Eden. Haelezi kitu hicho hata kidogo. Yaani Biblia kwa hakika msitizo wake, mwanadamu amekombolewaje? Amekombolewa kwa damu ya mwana kondoo, sio kwa kutobadilisha mawe kuwa mkate. Hiyo mnayojenga kwenye jaribu la Yesu jangwani. Ni swala la muhimu sana, tutakuja kuangalia. Lakini Biblia unapozungumzia mwanadamu ameokolewaje? Kwa damu ya mwana kondoo. Ndio unaiona hata kwenye Ufunuo sura ya 11 sura ya 12 mstari wa 11 anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Ukienda Ufunuo sura ile ya 5 ile aya ya 6, mwana kondoo. Tena mstari wa 9 wanamsifu kwa kuwa aliwanunua wanadamu kwa damu yake. Damu na damu peke yake. Yaani mwanadamu ameokolewa kwa kifo cha Yesu msalabani. Unapozungumzia mpango wa ukombozi, unazungumzia Calvary kama kiini cha mpango wa ukombozi. Itashangaza wewe leo unajivunia na kupiga vipapatio kwa jaribu la Yesu jangwani. Yaani ni kama Biblia huna habari nayo kabisa. Msisitizo wa mwanadamu kuokolewa hauko jangwani, uko kwenye Calvary. Sasa angalia jambo hili analoeleza. Anaeleza vizuri sana. Hata kwenye ile Matendo 20 sura ya 28 anasema aliyolinunua kanisa kwa damu yake. Anasema alilinunua kwa mkate kushinda jaribu jangwani, kwa damu ya Yesu Kristo. Ukisoma Ufunuo imejawa waliokombolewa wanaposifu, wanasifu kwa damu, kifo cha Yesu, na sio kubadili mawe kuwa mkate. Sasa
Hii itakuwa ni mkanganyiko unapojenga usikivu kwa jaribu la Yesu, halafu ukaacha kwamba mpango mzima wa ukombozi umejenga Calvary na hujajenga kwenye jaribu la Yesu kubadilisha mawe kwa mkate. Na nukuu N.G. White hapa, nukuu tatu uone pale ilikuwa ni nini hasa jangwani. Lile jaribu lilikuwa ni nini? Nukuu ya kwanza, kitabu kile cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 3, ukurasa wa 486, na paragrafu ya pili aliandika mwaka 1885, na ni ile sura ya 43, inasema power of appetite, nguvu ya uchu wa ulaji. Na nukuu, Christ knew that in order to successfully carry forward the plan of salvation, Kristo alijua kwamba ili kwamba aweze kupeleka mbele kwa mafanikio mpango wa wokovu, he must commence the work of redeeming man just where the ruin began. Anapaswa aanzie kazi yake ya kumkomboa mwanadamu pale ambako uharibifu ulianzia. Adam failed by the indulgence of appetite. Adamu alianguka kwa sababu ya kuendekeza uchu wa chakula, tamaa ya chakula. In order to impress upon man his obligations to obey the law, ili kwamba amwathiri mwanadamu katika wajibu wake wa kutii sheria, the law of God, sheria ya Mungu, Christ began his work. Kristo alianza kazi yake of redeeming, ya ukombozi, by reforming the physical habits of man, kwa kurekebisha tabia ya kimwili ya mwanadamu. The declaration in virtue and the degeneration of the race are chiefly attributable to the indulgence of a perverted appetite. Kule mwelekeo wa anguko na ule tabia njema imeathirika katika kizazi hiki cha wanadamu kiasi kikubwa kwa sababu ya tamaa na shauku ya ulaji iliyochepuka. Kwa hiyo anaeleza nini kwenye hii aya? Anaeleza ya kwamba ili aipeleke mpango wa ukombozi mbele, Kristo ilibidi aanzie pale ambako uharibifu ulianzia. Wapi? Jaribu la ulaji. Kwa hivyo jangwani ilikuwa ni first step, ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kuforward the plan of salvation, ya kupeleka mbele mpango wa ukombozi. Haikuwa the ultimate fulfillment of God's plan of salvation, haikuwa ndio ukamilifu wa mpango mzima wa ukombozi. No, ilikuwa ni initial stage, ilikuwa ni hatua yake ya kwanza. Kwa nini? Amesema kwa kuwa pale ndipo uharibifu ulikoanzia, Kristo ilibidi aanzie pia pale, na akatueleza sababu, ili amuletee mwanadamu wajibu wa kuishi maisha ya kushinda tamaa ya ulaji. That's where it started. Pale ndipo alikoanzia. Kwa hiyo ilikuwa ni kuanzia, step ya kuanzia, sio ilikuwa ndio jumla, ilikuwa ni kuanzia. Nukuu ya pili nitaisoma kutoka kwenye Desire of Ages, ukurasa 117, paragrafu ya 3, na aliandika mwaka 1898, na ni ile sura ya 12, inaitwa The Temptation, ambayo ni jaribu. Na hapa na nukuu, appetite was the ground of the first great temptation. Appetite ilikuwa ndio msingi wa jaribu kubwa la kwanza. Just where the ruin began, para ambako uharibifu ulianzia, the work of our redemption must begin. Kazi ya ukombozi wetu lazima ianzie hapo. Kwa hiyo watu wanajifunza na kuanzia. Jaribu ilikuwa ni mwanzo wa kazi hiyo, na ilibidi anzie pale kwa sababu ilianzia pale, lakini haikuwa hasa ndio core, haikuwa ndio major. It was the beginning. Nukuu ya tatu na ya mwisho katika kuelezea nini kilichokuwa kinafanyika, kwa nini pale jaribu la Yesu jangwani, na ipata pia kwenye Desire of Ages, aliandika mwaka 1898, ukurasa wa 686, paragrafu ya 5, na ni sura ya 74, inasema Getsemani, ambayo inahusu Yesu akiwa Getsemani. Na hiyo sio mara ya kwanza ama ya pili, ile ni ile ya mwisho alipokamatwa Getsemani. Nasikiliza ninaposema, in the wilderness of temptation, katika jangwa la majaribu, the destiny of human race had been at stake. Hatima ya kizazi cha wanadamu kilikuwa kwenye pambano lake. Christ was then conqueror. Kristo alishinda, kwa mshindi.
Now the tempter had come to the last fearful struggle. Sasa mjaribu anakuja katika hatua ya mwisho ya pambano linalotisha. For this he had been preparing during the 3 years of Christ's ministry. Ni katika hatua hii pale Gethsemane, Ibilisi alikuwa amejiandaa kwa muda wa miaka 3 yote ya huduma ya Kristo. Everything was at stake with him. Hatima ya kila kitu juu ya Lucifer, huyu shetani, ilikuwa hapo. If we failed here, kama Lucifer atashindwa hapa, his hope of mastery was lost. Tumaini lake la kudhibiti kuwa Bwana litapotea. He himself would be overthrown and cast out. Yeye mwenyewe atatupwa na kutupwa kabisa nje. But if Christ could be overcome, ikiwa Kristo atashindwa, the earth would become Satan's kingdom. Ulimwengu utakuwa ni ufalme wa shetani. And the human race would be forever in his power. Na kizazi cha wanadamu kitakuwa chini ya uwezo wake milele zote. Kwa hiyo ni nini kinachosemwa pale? Kwenye ile jangwani ilikuwa ni hatua ya kwanza ambayo mambo yaliyokuwa yanamhusu yeye yalikuwa katika pambano. Lakini hapa Gethsemane kuelekea Calvary ilikuwa ndio sehemu yake ya mwisho, na hapa ilikuwa ni jaribu lenye kuogofya, fearful struggle ilikuwa hapa. Na hapa ndipo Ibilisi akishindwa ametupwa milele. Na hapa Kristo angelishindwa, basi kizazi cha wanadamu kilikuwa kina matumaini. Ellen G. White anaeleza sio hasa jangwani wakati wa lile jaribu, ila hapa Gethsemane. Hapa lilikuwa hatima ya kila kitu. Na ndio maana Biblia na wakombolewa kwenye Ufunuo na kwingine wanajivunia damu ya mwanakondoo, kwa sababu ni hapa njiani kuelekea Calvary. Kwa hivyo nini kinachoeleza? Maana yake ni vizuri tujue kwamba uwekaji wa miaka 2027 ama 2031 na kuichora hiyo ramani haikubaliki kabisa kwenye Biblia na haipo kabisa kwenye maandiko ya G. White. Haipo. Lakini pia tunapaswa kufahamu ya kwamba matukio ya wakati huu wa mwisho yanapochukua nafasi ni kutuamsha kuwa tayari Yesu yuko mlangoni. Ambacho hatuwezi kufanya ni kuweka tarehe, ni kuweka mwaka 2027, ni kuweka mwaka 2031. Hicho hatuwezi kufanya. Itakuwa ni ugonjwa mbaya wa kiroho. Na wewe na mimi hatupaswi kuugua ugonjwa huo. Ni mbaya kuliko ugonjwa wa uviko 19, mbaya kuliko saratani, kwa sababu ni Ibilisi yuko kazini. Somo linalofuata Quick Magdalene ni sehemu ya 14, tutaona moja kwa moja operation ya Ibilisi kwenye hizo tarehe. Moja kwa moja. Na tutaiona exactly nani hasa anafanya. Nilikueleza ya kwamba nitashiriki nao ukweli wazi uweze kuona. Naomba usikose. Hayo masomo yanayofuata hapo mbele. Ndipo tunakwenda kuona Ibilisi alivyojificha kwenye hizo calculations zake miaka 2027, 2031. Lakini kuna kitu cha muhimu tunapaswa kufahamu. Kwa nini Yesu aligoja mpaka 1400 ndipo anakuja? Ndipo anakufa msalabani. Biblia inaeleza kwenye kitabu kile cha Wagalatia 4 mstari wa 4, hata ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. The fulfillment of time. Yaani tunafahamu kidogo. Tangu dhambi imeingia, Yesu anakuja kukomesha mfumo wa kafara za wanyama. Miaka 1400 imeisha. Ni kwa sababu Biblia inasema ilikuwa ni utimilifu wa wakati. Kuna wakati wa Mungu na sio wa kwetu. Ilikuwa ni utimilifu wa wakati. Lakini Warumi 5:6 pia inasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Waebrania 9 na ile aya ya 26, kama ni hivyo ingalipasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu, lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Kwa hiyo ilikuwa ni utimilifu wa wakati. Huo utimilifu wa wakati haisemi tucheze nao sisi ukokotoaji
wa 2027, 2031. Ilikuwa ni God's plan. Tena Biblia inaeleza vizuri the fullness of time. Kwa hiyo kinachotueleza kwamba ile ni kalenda ya kimbingu ya kuleta effect ya plan of salvation Calvary. Hiyo usichukulie wewe ukaifanya kuwa the fullness of the coming of Jesus Christ mara ya pili. Usichukulie vile, kwa sababu hatujapewa the fullness time ya kuja kwa Yesu mara ya pili, ila tumepewa the fullness time of the coming of Jesus Christ in the first place. Mara ya kwanza ndipo imefunuliwa the fullness of time, miaka 1400. Na ngoja niweze kitu cha pekee, hata wenzetu walioishi kipindi hicho hawakujua exact time, hawakujua. Kama Mungu hakufanya exact time kwao, wewe leo anakupatiaje exact time? Na zaidi ya yote amesema mtu hakuna atakayejua siku wala saa. Halafu leo claim leo unafahamu. It was the fullness of God's time. God's time and not our time. Haya mahesabu tunayokokotoa yatabaki kuwa ya kwetu na ya kwako wewe. God's time is not your time, is not my time. The fullness of time is the time of God. Sio time of man. It's time of God. Na kafara yake ilitosha miaka 1400 kabla na miaka itakayofuata mpaka anapokuja. Ni kafara iliyotimia. Biblia inasema aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. The plan of God of salvation was set even before sin entered into the planet Earth. Kabla hata dhambi haijaingia duniani, mpango wa ukombozi ulishawekwa. Ulikuja kukamilishwa the fullness of time anapofanyika mwili, pitia majaribu na kifo chake msalabani. God's time. God's time. Halafu God's time ndio tunaitumia sisi leo kukotoa iwe ya kwetu iliyofunuliwa. The fullness of God's time. Mimi na wewe, Mungu atujalie yaliyofunuliwa ni ya kwetu, yaliyobaki ambayo hajafunuliwa ni ya Bwana. Hasa unapozungumzia na wakati wa Mungu, usifanye kwa wakati wa kwako. Tuna shauku ya Yesu kuja mara ya pili. Dalili za nyakati zinazidi kueleza Yesu yuwaja haraka. Wazi kabisa. Tunapaswa kujitenga na uovu, tushiriki habari njema ya wokovu. Yesu yuwaja tena na anakuja haraka. Na Biblia inaeleza naja upesi. Kwenye Ufunuo 1 sura ya 5. Tazama yuwaja na mawingu, Ufunuo 1 sura ya mstari wa 7. Bado kwenye Ufunuo ile sura ya 3:11 naja upesi. Ufunuo sura ile ya 22 na ile aya ya 7, tazama naja upesi. Ufunuo 22 aya ya 12 naja upesi. Ufunuo 22 aya 20, naja yeye na bibi harusi na aseme na njoo na uje Bwana wetu. Hii tunashauku Bwana na uje. Njoo Bwana. Bwana tunakungoja kwa kujitakasa, kujitenga na uovu. Roho Mtakatifu bado anasihi. Yesu yuwaja tena. Lakini ile la kuweka mahesabu, anakuja 2027, anakuja 2031, hiyo tutamwachia shetani. Shetani atafanya ukokotoaji huo, lakini watu wa Mungu watajiepusha na hizo kwikwi za Harmagedoni. Mungu na atubariki, atuandae kwa kuja kwake mara ya pili, na atuepushe na udanganyifu wa kwikwi za ibilisi na Harmagedoni. Tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa neno hili, asante kutubariki. Tusaidie kuinua vichwa vyetu juu mbinguni, maana ukombozi wetu unazidi kukaribia. Tujitenge na uovu, tushiriki habari njema ya wokovu, tuepushe na udanganyifu wa shetani na kututazamisha Yesu anakuja 27 ama 31, 2027 au 2031. Tuepushe na hizo kwikwi Baba, kwa sababu ni kinyume na ulichotufunulia. Mbariki kila mmoja wetu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki. Maranatha.